Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran itarusha makombora yenye vichwa vya kivita vyenye uwezo wa tani moja. Kamanda wa jeshi la wanaanga wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC Majid Mousavi alisema siku ya jana Jumatatu, kulingana na chombo cha habari cha Iran International. Ili kulekwa hili katika mtazamo mwanzoni mwa mzozo wa sasa na Iran, kombora lenye uzito wa mamia ya kilo lakini chini ya tani moja liliharibu kabisa jengo huko Tel Aviv. Mousavi aliongeza kuwa mawimbi na ukubwa wa kurusha makombora utaongezeka huku mashambulizi yakiongeza wigo, kulingana na Iran International. Iran, ambayo Wamarekani na Waisrael wanaamini imedhoofishwa na mashambulizi yao, bado ina silaha kali na silaha nyingi. Kulingana na ripoti ya Wall Street Journal iliyomnukuu Matt Samptons, mshauri wa zamani wa ulinzi wa Uingereza na mchambuzi mkuu wa masuala ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, silaha hizi ni pamoja na makombora, vita vya mtandaoni na migodi. Kulingana na Wall Street Journal ambayo ilimnukuu Samptons akisema kwamba Iran ina uwezo wa kuongezeka kwa upana zaidi na hifadhi yake ya sasa. Wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba kile ambacho Marekani na Israel wanaamini kwamba wameshaharibu mpango wa makombora wa Iran na kwamba Iran ina makombora machache ni uongo, na kwamba Iran ina silaha nyingi za kutosha za kuweza kupambana kwa muda mrefu kama ambavyo wenyewe wanasema. Iran kwa muda mrefu ilijijenga kijeshi, ilitengeneza makombora mengi zaidi, na hata sasa inadaiwa bado wapo watu wanaotengeneza makombora hayo pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za bei nafuu ambazo kimsingi zimesababisha hasara kubwa kwa kutumia ulinzi wa anga wa mabilioni ya fedha ambao ulikuwa ukidungua ndege hizo zisizokuwa na rubani za Shahedi. Ilifikia hatua Marekani ikiomba msaada kutoka Ukraine ili kuwe na uwezekano wa kuweza kuzuia ndege hizo zisizokuwa na rubani za Shahedi ambazo kwa miaka minne zilikuwa zikiitesa Ukraine. Utumiaji wa mabomu ya vishada katika operesheni ya Rising Lion na katika vita vya awali na Iran. Iran imeanza kutumia mabomu ya vishada katika mashambulizi ya hivi karibuni na kusababisha mauaji na kujeruhi raia nchini Israel. Mabomu ya vishada yanayojulikana kuwa ya uharibifu mkubwa, Iran pia ilizitumia dhidi ya Israel katika vita vya siku 12 katika msimu wa joto wa mwaka 2025. Mabomu haya ni mabomu ya kutawanyika. Iran imekuwa na makombora ambayo wakati kombora likianza kutaka kufyetuka limekuwa likitawanya makombora mengine madogo madogo, na hivyo inakuwa ni ngumu kwa ulinzi wa anga kuzuia makombora hayo kwa wakati mmoja. Kulingana na uchunguzi wa awali uliofanywa wakati wa vita vya siku 12 kufuatia tuhuma za utumiaji wa mabomu ya vishada, kombora hilo liligawanyika na kuwa mabomu kadhaa madogo takribani kilomita 7 kutoka ardhini na kuunda eneo la athari kilomita 8 wakati lilipoanguka. Kila moja la bomu dogo lilibeba karibu kilo 2 za vilipuzi. Mousavi hakufafanua ikiwa vichwa vya vita vizito zaidi pia vingekuwa na mabomu ya nguzo ambayo yanaweza kutengenezwa katika safu mbalimbali za uzani. Licha ya kuongezeka kwa ving'ora vya makombora, IDF inathibitisha 75% ya kurusha makombora ya Iran imeharibiwa, ingawa majengo mengi yamedondoshwa. Kulingana na ripoti hiyo ambayo haikuthibitishwa kivitendo, hali imekuwa ni mbaya katika eneo hilo la taifa la Israel, katika maeneo mbalimbali ya Tel Aviv, Yerusalem na kwingineko, maeneo ambayo yapo chini ya walowezi. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanaonekana ni jinsi ambavyo Iran inaendeleza mashambulizi yake kwa kutumia makombora ya ballistic. Waisrael wanadaiwa sasa wamehama majumba yao na wapo kwenye vyumba salama vya chini ya ardhi wakisubiri ni lini vita hivyo vitaisha. Wakati huo vyanzo vya IDF havijaonyesha uhakika wowote juu ya kuzima makombora ya Iran katika siku za usoni za vita hivi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.